Na mtazamaji wa TBC, karibu katika kipindi cha Talanta. Hapa ni wasaa pekee ambapo tunakutana na wanafunzi mbalimbali nchini Tanzania, wao wakitoa maoni yao, lakini vile vile kutuonesha vipawa namna gani wanaweza kujenga hoja na vitu kede ambavyo kwa msingi ukiwepo hapa. Hili ni darasa tosha na kukaribisha katika kipindi hiki. Ni Njoba Mwejibe. Leo hii nipo mwenyewe. So unafahamu kwamba mara zote nakuwa na mwambata na mshirika muhimu, lakini leo hii gurudumu la mtu mwenyewe. Sasa leo unajua tunakwenda kuzungumza kitu gani na ni sehemu gani? Utulivu huu unauona ni sehemu gani hapa? Tumetulia kabisa huku upepo unapovuma. Siku zote nakwambia beach. Kwa nini nasema hivyo? Hapa ni Mtakuja Beach Secondary ambapo ni shule ya mchanganyiko. Na wenyewe hawa wanakuambia ni wataalamu wa tehama. Leo tunakwenda kuzungumza jambo gani? Je, matumizi ya tehama au ICT katika shule hapa nchini Tanzania ni changamoto au suluhisho? Hilo tutakwenda kulidadavua kwa uzuri kabisa, na hapa wamejipanga vizuri kuweza kutupatia hoja zao na si hoja. Tupige makofi tuone kama tupo tayari kwa mdahalo. Karibuni katika shule ya Mtakuja Beach Secondary. Ikiwa leo asubuhi hii ya leo tumekutana wote kwa pamoja, jambo lililotuleta pamoja hapa ni mdahalo, ambapo mada kuu ya mdahalo wetu siku hii ya leo ni matumizi ya tehama ICT shuleni ni suluhisho au changamoto katika elimu ya Tanzania. Bila kupoteza wakati, mimi kwa jina ni Muhsin Omar. Mimi ni mwenyekiti wa mdahalo huu siku hii ya leo, lakini sipo peke yangu. Nimeongozana na jopo la meza kuu likiongozwa na mimi mwenyewe mwenyekiti, sambamba na muendesha mada wa mdahalo huu wa leo, nikiongozana pia na mtunza muda wa mdahalo huu wa leo, pamoja na mhasibu wa mdahalo huu wa leo ambaye yeye atakuwa akiandika hoja zitakazotolewa na washiriki wa pande zote mbili. Bila kupoteza wakati, nipende kumkaribisha ndugu yangu au kiongozi mwenzangu wa mdahalo huu wa leo wa meza hii kuu aweze kuelezea kwa undani zaidi mada hii ya mdahalo huu wa leo. Karibuni sana na furahieni mdahalo wenu. Karibuni katika shule ya sekondari Mtakuja Beach. Kwa jina naitwa Lorraine Spears, ndiye mwongoza mada katika mdahalo huu wa leo. Mdahalo wetu unahusiana na mada isemayo matumizi ya tehama ICT ni suluhisho au changamoto katika mazingira ya elimu ya Tanzania. Katika mdahalo wetu tutakuwa tuna pande mbili, pande inayokubaliana na mada na pande inayopinzana na mada. Kwanza tunasema tehama inahusiana na teknolojia ya habari na mawasiliano, ambayo inaambatana na vifaa kama vile tarakishi, nukuu za mitandaoni, simu janja pamoja na runinga na kadhalika. Hivyo basi, tehama mashuleni ni mfumo wa kitaaluma unaowezesha wanafunzi kuendana na kasi ya sayansi na teknolojia ulimwenguni katika masomo yao. Kabla ya kuanzisha mdahalo huu, ningependa kumkaribisha mwongoza sala na tuweze kusali kutumia sala yetu ya shule. Tuombe. Our Father in heaven, we thank you for this new day. We are asking for guidance in our studies. Please lead our teacher in facilitating our learning. Also, strengthen our parents in finding our new bread. In faith we pray. Amen. Kwa kuanza mdahalo wetu wa leo, ningependa kukaribisha mshirika yeyote kutoka upande unaokubaliana na mada haje kuwasilisha hoja zake. Karibu. Niko hapa mbele yenu kuwakilisha na kuungana na mada isemayo matumizi ya tehama shuleni ni suluhisho au changamoto katika mazingira ya elimu Tanzania. Kwa hoja hii ifuatayo: tehama huweza kumfanya mwanafunzi kupata taarifa kwa urahisi kwa kutumia interneti, maktaba na video za kielimu. Hivyo humfanya mwanafunzi kuwa na uelewa pamoja na ubunifu. Kwa mfano, mwanafunzi anataka kupata kitu au taarifa kwa urahisi, anaweza kwenda maktaba za mitandaoni au video za kielimu kutafuta hiko kitu na kukipata, kuliko kwenda kwa mwalimu kuanza kumtafuta na mwisho kufundishana naye. Hiyo huweza kumpatia mwanafunzi taarifa kwa urahisi. Asante.
Asante sana mshirika kutoka upande unaokubaliana na mada. Ningependa kumkaribisha mshirika yoyote kutoka upande unaopinzana au kukataa na mada husika. Karibu. Kwa jina naitwa Daudi Elia, niko hapa kukinzana na mada inayosema matumizi ya tehama shuleni imeleta suluhisho au changamoto katika mazingira ya elimu ya Tanzania. Na napinga kwa kusema kwamba matumizi ya tehama hayajaleta suluhisho katika elimu ya Tanzania, kwa sababu ukitazama katika nchi yetu, vijiji vingi au sehemu nyingi za nchi yetu ni vinatofautiana kwa maendeleo ya sayansi na teknolojia, kwa sababu ukiangalia maeneo ya vijijini maendeleo yao ya kiteknolojia na sayansi ni tofauti na maeneo ya mjini, kwa sababu kwa kuwa mjini wao wana vifaa vingi na elimu kubwa kuhusu matumizi ya vifaa vya tehama, lakini ukiangalia katika maeneo ya vijijini wana elimu duni na pia vifaa vyao hawana vifaa vingi na imara kwa ajili ya matumizi ya tehama. Hivyo baadhi ya wanafunzi katika shule za vijijini wananyimwa fursa hizo za matumizi ya tehama. Asanteni. Asante sana mshirika kutoka upande unaokubaliana na mada. Ningependa kumkaribisha mshirika yoyote kutoka upande unaokinzana ama kukubaliana na mada. Nipo mbele yenu kukubaliana na hoja na mada isemayo matumizi ya tehama shuleni ICT ina suluhisho au changamoto katika mazingira ya elimu Tanzania. Kwa hoja isemayo vifaa vya tehama au tehama yenyewe inasaidia walimu kupata mbinu shirikishi kama michoro, majaribio ya mtandaoni na video za kielimu. Pia tehama inasaidia walimu kudadavua nukuu za masomo ya ufundishaji wao. Na pia hivi vifaa vya tehama huwasaidia walimu kupata mfumo wa jinsi maswali ya mtihani wa taifa yatakavyotoka. Hivyo wanasaidia wanafunzi kujua ni jinsi gani ya kujibu maswali hayo. Asante. Asante sana mshirika kutoka upande unaokubaliana na mada. Ningependa kumkaribisha mshirika yoyote kutoka upande unaokinzana au kupingana na mada. Kwa upande wangu mimi ni changamoto, kwa sababu baadhi ya walimu au walimu wengi Tanzania hawana elimu juu ya matumizi sahihi ya vifaa hivi vya tehama, hivyo kusababisha kupata taarifa zisizokuwa sahihi. Kwa mfano, mwalimu anahitaji kuchukua nukuu za masomo au kuongeza maarifa kupitia vifaa vya tehama. Kama hana elimu ya kutosha juu ya matumizi sahihi ya vifaa hivi, ataenda kuchukua taarifa zisizokuwa sahihi na kwenda kuwafundisha wanafunzi wake, hivyo kusababisha wanafunzi wale kupata taarifa zisizokuwa sahihi na kufeli kwenye masomo yao. Kwa hiyo ukosefu wa elimu juu ya matumizi ya vifaa hivi inasababisha changamoto kubwa katika elimu. Asanteni sana. Asante sana mshirika. Ningependa kukaribisha mtu yeyote anayekinzana na hoja aliyoitaja mshirika kutoka upande unaokubaliana na mada. Nakinzana na hoja yake. Ni kweli walimu wote hawana mafunzo ya kutosha ya kutumia vifaa vya tehama? Asante sana. Naweza kawa na elimu juu ya matumizi anajua matumizi sahihi ya vifaa hivi vya tehama, lakini hana elimu ya kutosha. Umeona, kwa tuchukulie mfano, mwalimu anahitaji kuchukua nukuu. Umeona, anajua kabisa hichi ni kifaa cha tehama, kitamsaidia kwa ajili ya kupata taarifa anazozihitaji, lakini kulingana na hana elimu ya kutosha, ataenda kweli atafanikiwa kuingia kwenye hicho kifaa cha tehama. Chukulia tarakilishi, labda anaingia mtandaoni kuchukua hizo taarifa. Atafanikiwa kweli kuingia, lakini katika ule uchukuaji wa zile taarifa atakosea. Umeona? Na makosa haya yanatokana na kutokuwa na elimu ya kutosha juu ya matumizi ya kifaa kile. Kwa hiyo itasababisha makosa katika upatikanaji wake wa elimu. Asante sana nyote. Natumaini mmeweza kuelewa na jinsi alivyokinzana na hoja hiyo. Ningependa kumkaribisha mshirika yeyote kutoka upande unaokubaliana na mada kuendelea na mdahalo wetu. Nipo hapa nakubaliana na mada isemayo matumizi ya tehama au ICT shuleni ni suluhisho au changamoto katika mazingira ya elimu Tanzania. Nasema hivyo kwa sababu tehama huwasaidia wanafunzi kupata ujuzi wa kidigitali, ubunifu na utatuzi wa matatizo unaohitajika katika soko la ajira la sasa. Ujuzi unapatikanaje au ubunifu unapatikanaje? Mwanafunzi anapofundishwa kinadharia shuleni jinsi ya kupika keki, huenda nyumbani
kuchukua simu na kuingia mtandaoni. Pale anakuwa anajifundisha kivitendo, hivyo anapata ujuzi na pia anaweza akajipatia ajira yeye mwenyewe. Asanteni. Asante sana mshirika. Ningependa kuuliza, je, kuna swali lolote kwenda kwa mshirika kutoka upande wa kubaliana? Karibu sana. Ningependa kuuliza swali. Umesema kwamba unaweza ukapata ujuzi mwingine kwa kutumia vifaa vya TEHAMA. Je, vipi kuhusu mwanafunzi au mtu ambaye hawezi kutumia vifaa, kwa mfano kama simu na tarakilishi? Je, huyu atafanya nini? Mimi nimeongelea hapa mwanafunzi. Mwanafunzi lazima awe anaweza kutumia vifaa hivyo vya simu kwa sababu ana wazazi, na hapa shuleni kuna tarakilishi kule sehemu. Kuna watu wanafundishwa. Kwa hiyo mtu anaweza akaenda kule na akafundishwa. Na huyo mtu kabla hajatoka hapa shule kufundishwa kinadharia, lazima atakuwa anajua kutumia simu. Ndio maana anaenda nyumbani kuchukua mtandao. Kuna wanafunzi ambao hawana uhakika wa kupata hivyo vifaa wala hawajui jinsi ya kuvitumia. Kwa mfano, ukiangalia labda kuna mwanafunzi ambao nyumbani kwao hakuna hivyo vitu wala haingiagi katika chumba cha kompyuta kujifunza. Na wewe utamsaidiaje? Huyo lazima tu, mimi nimesemea kwa wanafunzi wale wanaojua, sijamaanisha wanafunzi wote. Asanteni sana nyote katika mdahalo huu unaoendelea. Ningependa kumkaribisha mshirika kutoka upande unaopinzana na mada yetu ya leo. Karibu. Nipo hapa kupinga mada isemayo matumizi ya TEHAMA ICT inahusiana au changamoto katika mazingira ya elimu ya Tanzania. Baadhi ya wanafunzi hutumia TEHAMA vibaya, kama vile kwenye michezo, kwenye mitandao ya kijamii na mambo yasiyo ya elimu. Kwa mfano, baadhi ya wanafunzi hupendelea zaidi kutumia mitandao kama ifuatayo: Facebook, TikTok, Instagram na YouTube. Asante. Asante sana mshirika kutoka upande unaokinzana na mada yetu ya leo. Je, kuna maswali yoyote kwa mhusika? Kuna maswali yoyote? Asanteni. Ningependa kumkaribisha mshirika kutoka upande unaokubaliana na mada yetu ya leo. Karibu. Niko hapa kukubaliana na hoja mada isemayo matumizi ya TEHAMA ICT shuleni ni suluhisho au changamoto katika mazingira ya elimu ya Tanzania. Nakubaliana kwa hoja ifuatayo. TEHAMA inaweza kupunguza uwezekano wa kielimu kwa kuruhusu wanafunzi wote kujifunza kupitia majukwaa ya pamoja na mitandaoni. Kwa mfano, ukitumia TEHAMA haibagui rangi, jinsi au uelewa. Asanteni. Asante sana mshirika kutoka upande unaokubaliana na mada yetu ya leo. Bila kupoteza muda, ningependa kukaribisha upande ambao unakinzana na mada yetu ya leo. Karibu sana. Mimi napinga mada hii kwa hoja ifuatayo. Hasa kwa Tanzania, matumizi ya TEHAMA yameleta pengo kubwa sana au inaongeza pengo kubwa sana baina ya shule ya vijijini na mijini, kutokana na utofauti wa rasilimali tofauti. Kwa mfano, ukizingatia shule nyingi za mijini zimekuwa na vyumba maalum zenye mfumo wa tarakilishi, ukilinganisha na upande wa vijijini ambapo shule nyingi za vijijini vinakuwa havijitoshelezi kuwa na vyumba maalum kwa ajili ya hiyo mifumo ya tarakilishi au vifaa vingine kwa ajili ya kujifunzia kwa kupitia TEHAMA. Kwa hiyo inaweza ikapelekea utofauti au hata inaweza ikapelekea ubaguzi baina ya shule za vijijini na mijini. Asanteni sana. Kabisa, asanteni sana. Je, mmechoka jamani? Hapana. Tuendelee au tusiendelee? Tuendelee.
Sawa, bila kupoteza muda ningependa kumkaribisha mtu ambaye anaweza kuchangia hoja yake, kuielezea na kuidadavua zaidi. Karibu. Naelezea mada ya mwenzangu hapa ambayo ilikuwa inasema kwamba matumizi ya tehama mashuleni inatoa elimu fasaha bila kuleta ubaguzi aina wote, ambao walosema ikiwemo mifano walosema ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa uwezo na ubaguzi wa jinsi. Tumeelewana? Asante sana kwa udadavuzi zaidi na uelezi zaidi. Bila kupoteza muda ningependa kukaribisha upande unaokubaliana na mada ili tuendelee na mdahalo wetu wa leo. Karibu sana. Nimekuja hapa kuongelea mada inayosema matumizi ya tehama ICT shuleni ni suluhisho au changamoto katika mazingira ya elimu Tanzania. Nasema ni suluhisho kwa sababu kwa muda mrefu tehama hupunguza gharama za vitabu, uchapishaji na uwezesha matumizi ya vifaa kwa muda mrefu. Nasema hivyo kwa mfano, ukinunua tarakilishi moja, unaweza kutumia kuangalia masomo mengi, kwa mfano biology, mathematics na masomo mengine. Lakini ukinunua kitabu kinatumika mara nyingi kwa lile somo moja tu na sio kwa masomo mengine. Kwa hiyo inakuwa ina gharama kubwa. Kwa hiyo ni bora ukinunua tarakilishi inakuwa inakusaidia kutumia masomo mengi na kuliko kununua kitabu kimoja. Asanteni. Bila kupoteza muda ningependa kukaribisha upande ambao unakinzana na mada yetu ya leo kutoa hoja zao. Karibu. Kwa jina naitwa Amina Snawe Kusaga. Nipo hapa kupinzana na mada isemayo matumizi ya tehama ICT imeleta suluhisho au changamoto katika mazingira ya elimu ya Tanzania kwa hoja ifuatayo. Gharama na matumizi ya vifaa vya tehama kama vile interneti, tarakilishi au simu janja. Hizo bidhaa ni ghali sana ambavyo vinaweza vikapungukia shule nyingi kukosa uchumi kama vile shule za kijijini. Unaweza kutumia magazeti nukuu au vitini kupata taarifa sahihi. Asanteni. Asante sana. Najua mnatamani sana kuongea ila muda wetu haututoshi jamani. Ningependa tuendelee na mdahalo wetu wa leo kwenda kwenye upande ambao unakubaliana na mada yetu ya leo. Karibu sana. Nakubaliana kwamba ni suluhisho kwa hoja ifuatayo. Inasaidia hapa shuleni kupata ujuzi na umahiri ili kutatua changamoto mbalimbali na sekta tofauti. Asanteni. Asante sana mshirika kutoka upande unaokubaliana na mada yetu ya leo. Ningependa kukaribisha upande ambao unakinzana na mada yetu ya leo kuja kuwasilisha hoja zao. Karibu sana. Asante sana mwendesha mada. Na leo nipo hapa kupingana na mada inayosema kwamba matumizi ya tehama shuleni katika mazingira yetu ya elimu hapa Tanzania yameleta suluhisho. Hapana. Kwa nini? Matumizi ya tehama yanaweza kusababisha migogoro katika jamii kutokana na kutoa taarifa ambazo hazipo sahihi katika jamii. Kwa mfano, kumekuwa kuna uchochezi tofauti kwa elimu ya Tanzania haina manufaa yoyote katika jamii yetu. Pia kumekuwa kuna uchochezi kwa matokeo yametoka labda habari ambazo hazijathibitishwa na serikali. Pia matumizi ya tehama yanasababisha mmomonyoko wa maadili kwa wanafunzi. Kwa mfano, kutumia vifaa vya tehama, mfano simu janja, unaweza ukajifunza vitu ambavyo vipo katika nchi za wenzetu ambazo haviruhusiwi hapa katika nchi yetu. Hiyo inaweza kusababisha mmomonyoko wa maadili katika nchi yetu. Asante. Asante sana mshirika kutoka upande unaokinzana na mada yetu ya leo. Ningependa kumkaribisha mtu ambaye atakuja kuhitimisha mdahalo wetu kulingana na mada ya leo inayosema matumizi ya tehama ICT ni suluhisho au changamoto katika mazingira ya elimu ya Tanzania. Karibu. Kwa majina naitwa Fatima Ahmadi Abdallah. Niko hapa mbele yenu kuhitimisha mdahalo wetu wa leo. Kabla ya kuhitimisha mdahalo huu, ningependa kusema ya kwamba katika hii dunia yetu ya leo hakuna kitu kilicho na faida ambacho hakina hasara. Tehama ina suluhisho na changamoto pia.
Pia TEHAMA ina mchango mkubwa katika elimu ya sasa na kuboresha ubora wa elimu, na pia inaongeza ujuzi wa vitendo hasa katika mtaala mpya wa masomo. TEHAMA, tukumbuke kwamba TEHAMA pia ina changamoto badala ya suluhisho. Mfano, inapunguza katika kufikiria na nyinginezo. Basi hivyo, nilikuwa naomba serikali, wadau wa elimu pamoja na wanajamii tuhakikishe TEHAMA inatumika vizuri kwa usawa na haki katika elimu ya Tanzania. Asante. Asante sana kwa nafasi hii na fursa hii. Katika mdahalo wetu wa leo tumepata pande mbili na tumeibuka na mshindi. Je, mnataka kujua mshindi ni nani? Ndio. Mnataka kujua mshindi ni nani? Ndio. Nimtaje nisimtaje? Mtakuja moto. Sasa bila kupoteza muda, ningependa kumtaja mshindi wetu wa leo katika mdahalo huu pambe sana. Nitaje? Nipeni mji. Nipeni mji jamani, nipeni mji. Hapana, siendi. India naenda. Mshindi wetu wa leo ni upande ambao ulikubaliana na mada yetu ya leo husika. Karibuni sana. Wapongezeni jamani, wapongezeni. Wameshinda kwa 84% wakichuana na upande ambao unakataa au kupingana na mada yetu kwa 54%. Asante sana. Lakini kuna mwalimu anataka aongee jamani. Kuna machache tunajua bila kufanikiwa katika mdahalo wetu tuliongoza, si ndio? Napenda sana kumkaribisha mwalimu wetu, ana jambo la kusema. Tumkaribisheni kwa makofi. Mtakuja safi. Jamani, mtakuja safi? Safi. Mada imeendaje? Nzuri eh? Kwa kweli mmefanya vizuri na wapongeze. Mjipongeze kwanza kidogo. Mada yetu ya leo ilikuwa inahusiana na matumizi ya TEHAMA ICT shuleni ni changamoto au suluhisho kwa mazingira ya elimu Tanzania. Bila shaka mjua washindi kina nani, si ndio eh? Ndio. Tumefika mwisho wa mdahalo wetu wa leo. Jamani, nipende kuwashukuru TBC ukweli na uhakika. Jamani, karibuni, mtakuja sana. Ujue tayari kile kipengele cha maswali na majibu ndo tumefika. Ndio maana nikaanza kwa kustukiza. Kidato cha 4. Acha kununa jamani, sio maisha, sio hayo. Cha ngapi? Simama. Simama. Njoo, aibu mimi ndo naitaka hiyo. Dada gani? Mbona hivyo? Dada. Mbona sasa? Makofi kwa dada jamani. Dada huyo. Nzuri. Njoo huku. Angalia kule. Dada unanuna nini jamani? Hatumpigie tena makofi. Dada unaaminika wewe? Hapana. Unaitwa nani wewe? Majina naitwa Sandra Uzieli. Sandra, umeona sasa Sandra, swali mimi nitaka niulize dogo tu. Namba gani katika kati ya 1 na 100, si ndio? 1 hadi 100 zinagawanyika kwa 3 na 5, lakini hazigawanyiki kwa 2. 15. Basi ndio unaniangalia jicho la husda hivyo, hata kama unajibu 15 tumpigie makofi. Nyingine 17, 19. Hapana 15. Alafu 14. Hapana. Inagawanyika kwa 3. Yaani swali langu ni, si ndio? Ni namba gani, si ndio, kati ya 1 hadi 100 zinagawanyika kwa 3 na 5, lakini hazigawanyiki kwa 2? 3 na 5, 15, 30, 45, 45, 50, 60, 55. Mara kwanza ulisema ngapi?
Mara ya kwanza 15. Na siri ya swali hili, zipo namba hizi pekee. Zipo ngapi? 2. Tende. Nani anamsaidia? Wania ngapi? Uongo. Hutaki wania 7 wewe? Sio na 7. Itakuwa wania ngapi? Sio na 7. Ya nani? Mimi sijafika level hiyo bado. Ndio, lakini sasa yani mfano umefikia pale mwisho itakuwa wania ngapi? Kwani kama hiyo nategemea kupata hiyo. Unategemea kupata hiyo. Umeona sasa Sasa kwa haraka 1 hadi 100, si ndio? Lakini hizi namba sasa, kuna hizi 1 hadi 100. Hizi namba zinagawanyika kwa 3 na kwa 5, lakini haigawanyiki kwa 2. Na siri ya jibu hili, namba ziko hizi. Sijaelewa vizuri tena. Hujaelewa vizuri. Katika namba 1 hadi 100, si ndio? Sawa, zinagawanyika kwa 3 na kwa 5, lakini hazigawanyiki kwa 2. Njoo hapa. Njoo hapa. Da. Sasa huyu ndo kipanga sasa, si ndio? Kuna 15, 45 na 75. Woyo! Aise, bwana we. Haya. Tunafanya ndindindindi, tufanye ndindindindi. Tufanye ndindindindi. Ya, huyu hapa. Da. Bahati nzuri mimi nafikika popote. Simama. Simama dada. Sasa. Wania ngapi hapa? Haya, da. Unaitwa nani? Maureen. Maureen, mbona unakuwa hivyo na wewe? Hivyo kina Maureen. Haya, tunaenda haraka. Ni haraka tu. Haya, gari ina magurudumu 4. Nikiona gari 7 na magurudumu mangapi? Wewe gurudumu 4. Haya, magari 7. 24. Tendendende. Mara mwisho fikiria tena. Gari moja na magurudumu 4, si ndio? Magari 7 sasa. Yaani ndinga zangu pale 7. Wewe. Mbona kama unakaribia? 24 kujumlisha 4 unapata 28. 24 kujumlisha 4 28. Kwa hiyo gari moja ina magurudumu 4. Ikiwa na magari 7 jumla 28. 24 kujumlisha 4. Jumla inakuwa ngapi? 28. Kwa jibu sahihi ni ngapi? 28. Tumpigie makofi sasa. Umeelewa? Siku nyingine utashinda. Wewe nitajie faida za kuwa na hifadhi. Hifadhi ni source of tourism, yani. Kwa Kiswahili? Chanzo cha utalii. Faida nyingine? Inasaidia kwenye ecosystem. Kitu kingine? Hifadhi zinasaidia yani watu kwenda sehemu kutembelea na kujua wanyama zaidi, yani kusoma. Tumpigie makofi jamani. Tushamalizana naye kimya huyu. Sawa. Tunaendelea tusiendelee? Tunaendelea tuendelee hii. Tufanye ndendende. Niacheni mimi naangalia. Njoo hapa. Njoo. Huyo njoo hapa. Njoo. Da. Unaitwa nani? Ikra Karim. Ikra Karim. Mambo vipi? Kidato cha ngapi vile? Cha 3. Haya. Bwana, kuna mwaka hivi umewahi kusikia UNESCO? UNESCO umewahi kusikia?
UNESCO waliorodhesha mlima Kilimanjaro kama moja ya urithi wa dunia. Ilikuwa ni mwaka gani? Mlima Kilimanjaro si urithi wa dunia, si ndio? Mwaka gani uliorodheshwa kama urithi wa dunia? Nimesahau. Umesahau? Haukumbuki? Mwingine, wewe unapiga soga, njoo. Njoo haraka haraka. Ushasahau? Unajibu? Ngoja. Atakuja tu. Tumpigie makofi, anakuja. Unakumbuka swali? Mimi sio kidato cha 3. Wewe kidato cha ngapi? Cha 2. Haya sasa, achana na hilo la kidato cha 3 na kuuliza la kidato cha 2. Hifadhi iliyo mlima Kilimanjaro inaitwaje? Serengeti. Serengeti? Ngorongoro. Ngorongoro. Hapana. Chief. Kaka mkubwa. Kilimanjaro iliorodheshwa na UNESCO katika moja ya urithi wa dunia. 1900 na buku. 1900 na ngapi? Na nyinginezo. Nikupe nafasi ujikomboe. Haya, muite mtu hapo muulize swali. Wewe hapo rafiki yangu. Njoo rafiki yake wewe, njoo muulize wewe mwenyewe. Muulize swali hapa gumu kabisa ambalo unajua ni gumu. Alafu kisha muuliza swali gumu, kijibu mimi nakupatia jibu, si ndio? Haya tuende kazi. Yaani Jumuiya ya SADC ilianzishwa. SADC. Ameuliza SADC, usimkorofishe, yuko serious. Jumuiya ya kusini ya mataifa ya kusini mwa bara la Afrika, SADC, si ndio? Ndio. Ilianzishwa mwaka gani? Ilianzishwa mwaka gani? Yuko serious huyu kijana wa watu. Naomba ujibu. 2. Mwingine haraka haraka, yani wasitupotezee muda. Haraka haraka. Lorin. Njoo nani mmondesha mdahalo, njoo umeitwa hapa. Makofi. SADC ilianzishwa mwaka gani? Kwanza ni dadavue zaidi. Mwanzo mwaka 1980 ilikuwa inaitwa SADC. Baadaye kipindi cha mwaka 1984 ikabadilishwa ikaja ikawa SADC ambayo ni Southern African Development Community. Amesahau, haya mkumbushe. Mwaka 1992 ndio ikabadilika ikawa SADC. Makofi tafadhali jamani. Yuko sawa? Kabisa. Ndio. Haya sasa, kile kituo ile kuorodheshwa kwa mlima Kilimanjaro na UNESCO kama urithi wa dunia ilikuwa mwaka 1987. Waambie sasa. Ilitangaza Kilimanjaro ni mlima wa kihistoria mwaka 1987. Limekuwa ni jambo jema, umewasikiza wanafunzi hapa wenyewe na kuwatazama kwa uzuri kabisa. Ni wanafunzi wanaojiamini, wana uwezo wa kujenga hoja hata kama kuna tashwishi za hali fulani hapa na pale, wanajitahidi kuendelea kuwaza na kuwazua, tunapata kitu kilichokuwa bora. Tumemaliza kusikiliza kile kipengele fulani hivi cha maswali na majibu, na imeonyesha kabisa kwamba dhahiri shahiri wamejipanga na kujidhatiti, na ndio maana sikushangaa wanaelezea tehama kama ndo maisha yao ya kila siku. Sasa tunaelekea kwenye jambo gani? Mafunzo kwa vitendo. Makofi tafadhali.
nikufahamisha kwamba siku hizi sasa si kama zamani tena. Ukitazama chumba hiki hapa katika shule sekondari Mtakuja Beach utashuhudia utofauti kabisa. Chumba chenye mandhari mazuri, mwanga wa kupendeza, lakini utaona mitambo kabisa hii ya tarakishi hapa, wanafunzi wakiwa wanajisomea kwa vitendo. Awali ilikuwa wewe ukiketi hapa au katika darasa unatafuta vitu vya kuweza kujisomea ni ngumu kuweza kupata, lakini katika chumba hiki ambacho kimeunganishwa na mtandao moja kwa moja ni vyepesi sana kwa wanafunzi hawa kuingia katika mtandao na kuuliza maswali, ikiwezekana pia kutafuta kipi cha kuweza kujisomea ili kusudi maarifa yaweze kuhamishika kwa uzuri kabisa. Wanafunzi hapa ukishuhudia mfano ukipandisha kidogo hapa heat from the transfer of thermal energy. Yeah. Kwa hiyo hivi ni hapo ni somo gani ile unafuatilia moja kwa moja? Hapa nafuatilia moja kwa moja kupitia tarakishi physics. Yeah. Kwa tunawezesha tuweze kupitia kwa vitendo, kwa sababu hapa transfer of thermal energy tunazungumzia energy ambayo inaposesiwa na body due to temperature change. Aha. Kwa hiyo hapo unasoma namna gani kutumia tarakishi kujisomea kwenye vitabu kawaida? Kutumia tarakishi unaweza kuona zewe inapo generate hiyo hiti yenyewe, yani kwa kuona. Kwa mfano ukisikia hapa unakuja hapa unaangalia picha kwa uhalisia. Yeah. Kwa hiyo faida zipo nyingi. Kabla ya kuwepo na tarakishi hivi moja kwa moja, wengi wamezoea kusema hivyo, na sasa hivi utofauti upoje? Utofauti ni kwamba tukijisomea kwenye vitabu na kwenye tarakishi, kwenye rahisi zaidi katika mwanafunzi kuelewa, tofauti na vitabu unaweza usipate maarifa zaidi kama ilivyo kwenye tarakishi. Kwa hiyo uwekezaji huu wa serikali unaupongeza kweli kweli? Naupongeza sana. Nashuhudia wanafunzi wengine hapa wakiwa wamemakinika vizuri kabisa. Mtazamaji wa TBC, ni katika moja ya chumba maalum kabisa ambapo wanafunzi huketi hapa mara kwa mara, ukiona mambo yamekuwa namna gani kule, wanakuja hapa kuja kuyatafuta yale tunasema siku hizi tafuta msuli, wenyewe wanakuja kutafuta huko katika mitambo hii au katika kompyuta, na masomo yanakuwa ni kwa urahisi zaidi. Dada, mambo? Poa. Wewe unaitwa nani? Naitwa Hana. Unajisikiaje kuwa katika moja ya chumba hiki? Najisikia vizuri kwa sababu tunavyotumia hizi tarakilishi zinatupa maarifa mengi, kama vile ukiingia labda mtandaoni, kwa sababu kule vitabu vinakuwa ni ngumu sana kutumia, unaweza kupata maarifa machache sana. So mtandaoni unaweza kupata vitu vingi zaidi kuliko kutumia darasani vitabu. Mfano hapo unachimba msuli gani? Hapa ni msuli gani hapo wewe na mwenzio mnasoma? Ni commerce taxation. Unasoma mambo ya kodi hapo? Yes. Kwa hiyo hapa wasibu nimeketi nao kwa karibu kabisa. Yeah. Nataka kuja kuwa mhasibu? Yes, I want to be accountant. Benki gani labda? Benki kuu pale? Yeah, BOT. Hongera sana. Asante. Okay. Na wewe vipi? Poa. Upo vizuri. Una kwa kushirikiana na mwenzio hivi kwa kutumia tarakishi inaisha kwanza, ina save muda kuliko hata tungeenda kukaa kule tukatumia kitabu, tungetumia muda mwingi kuliko tukikaa hapa na tarakilishi tunatumia muda mchache na kupata maarifa mengi kupitia tarakilishi. Na katika chumba hiki ninaona utulivu wa hali ya juu, yani utulivu umetulia. Wanafunzi ni wao wanacheza na kipanya kile, wanapandisha juu katika tarakilishi, wanarudi, wanajifunza vitu mbalimbali. Na katika chumba hiki unaweza kukuta katika kila meza wanafunzi wanasoma masomo tofauti. Wepa mwingine hapa na chimba msuri kweli kweli. Itai vipi ndugu yangu tena? Au ndo itakiwa kuna mbona ndefu sana? Unaitwa nani wewe? Johnny. Johnny, wewe unasoma nini hapa? Physics. Fizikia hapa. Unasoma kidato cha ngapi? Cha 4. Aha. Hapo katika nondo zako hapo unasoma nani gani? Unasoma mada gani? Wave. Wave. Aha. Kitu gani ambacho mwanafunzi wa Tanzania huko anakusikiliza, anakutazama, atataka kujua kwenye wave? Wave ni kitu gani kwa haraka haraka? Wave ni disturbance ambazo zinatokea katika kitu fulani. Yaani tuseme
disturbances zinazofuata medium fulani kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Yaani kwa mfano ukitupa jiwe kwenye maji yanatengeneza disturbance fulani ambazo zinakopo zime form rounds zinazoendelea, zile zinakopo ni waves. Ni rahisi namna gani kutumia tarakilishi hivi katika kusoma masomo mbalimbali ikiwepo fizikia? Tarakilishi inasaidia kwenye kusoma masomo mbalimbali ikiwemo fizikia, kwa sababu inarahisisha kuliko kutumia vitabu. Kwa sababu kwenye vitabu unaweza ukawa kuna terminology nyingi ambazo unaweza ukatakiwa uzijue, lakini kwenye vitabu inakuwa ni ngumu kuzipata kuliko kwenye tarakilishi. Inasaidia. Nikushukuru sana. Asante. Wengi wanajiuliza huenda ukitumia mitambo kama hivi au ukitumia tarakilishi shuleni inaweza kuwa ni utofauti, lakini ukifika tumia, labda wanafunzi wanatumia tarakilishi katika kutazama vitu mbalimbali ambavyo vinakuwa visivyofaa, lakini hapa kila nikiangalia kwa ukaribu naona wanafunzi wapo busy kweli kweli, wapo katika zile harakati za kupiga kitabu moja kwa moja. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Nathan Johannes. Ni somo gani hapa, na naona mnashirikiana kwa ukaribu kabisa? Mathematics. Wewe unaitwa nani? Naitwa Rehema Omar. Naona wanasema yaani concentrate, si ndio inakuwa hivyo yaani hamtaki kupitwa na muda, na mmekaa wenyewe hapa mkiwa mnaelekezana. Ni rahisi namna gani kutumia hivi mkiwa wenyewe? Kompyuta zinatusaidia kupata maswali mbalimbali ambayo pia mfano ukishindwa kuyasolve unaweza kupata majibu kwa haraka na ukaelewa. Mara nyingi watu wakipata nafasi kama hivi, mtandao upo mnatumia, unajikuta wanaingia katika sehemu zisizofaa, lakini ninyi ni mpo busy kufuatilia masomo. Hili ni mnaelekezwa na walimu kabla au ni jambo gani? Hii sio kabla, kulingana na the way unavyoweka unavyojiweka katika kusoma kwako. Kwa mfano kitu kama umeamua kusoma kutoka akilini, sio lazima uingie katika mambo mengine au masomo mengine, na kubidi ufanye kitu ambacho unatakiwa ufanye kama kusoma, bali usiende kwenye mitandao mingine. Kwa wanafunzi ambao wakipata vifaa kama hivi, wao sio sehemu ya darasa bali wanatumia kwenye kufanya mambo mengine yasiyofaa, na ushauri waache tabia hiyo, maana sio vizuri, inaweza baadaye kawagharimu. Mfano akipata muda wa kutumia vifaa kama hivi, anabidi atumie vifaa hivi kiupasavyo, kwa sababu mwisho wa siku anaanza muda mwingi akanatumia kwenye mambo mengine. Mwisho wa siku mtihani wa mfano wa taifa unakuja, hana cha kujaza. Kutokana na nini? Muda mwingi alikuwa anatumia kufanya mambo mengine na kuangalia mambo mengine, mfano kuingia TikTok, YouTube, kuangalia vitu vingine. Lakini ule muda angekuwa anatumia kwa ajili ya kusoma, angezidi kujiongezea knowledge akilini, na mwisho wa siku hata kwenye mtihani angeingia, angepata vya kuvijibu katika mtihani na mwisho angefaulu. Mnashuka hesabu wenyewe hapa, mwalimu anakuja kuwakagua baadaye, au ni nyinyi mnaangalia maswali yalivyotokea na majibu baadaye na kufananisha kile mnachokifanya kama ni sahihi? Baadaye mwalimu anakuja kutukagua na kutusahisha kama tumekosea au kama kwa sehemu tumekwama, tunamwambia tulipokwama atusaidia, then tunaendelea. Kwa hiyo yani mnasikia raha sana katika kuwa kwenye chumba hiki? Tunasikia raha sana, tunaelewa. Hapo wengine hapa kifika hapa ni sayansi tu inashuka. Mwenzangu, wewe ni left hander? Unatumia mkono wa kushoto? Hapana. Wa kulia. Unaitwa nani wewe? Dorin Matispo. Mwenzio? Sofia Shaban. Ni somo gani mnasoma hapa? Geography. Geography. Hivi kuna urahisi gani wa kuwa katika chumba kama hiki na mkajikuta kila mtu anasoma masomo mbalimbali? Hii inawapa haiwasumbui? Ndio haitusumbui, kwa sababu kama unavyoona kila mtu ana mind business zake, kusoma, utulivu kwa wingi. Kwa hiyo unajikuta hata kama umekuja kwenye lengo la kuwasumbua wenzako, ukiona wenzako wametulia na wewe, yani wanakuhamasisha yani kukaa na wewe utulie. Kwa hiyo moja ya chumba unachokipenda hapa shuleni ni chumba hiki? Kuna utulivu tofauti na darasani. Eti wewe kweli kabisa? Ni kweli. Kitu gani kinakuvutia kuwa kwenye chumba kama hiki?
utulivu na kila mtu anaendelea na biashara zake kama wengine wanaendelea kusoma masomo tofauti kuliko kwa darasani. Unakuta mtu yupo anasoma, yeye anakuja tu pale, anakuja kwa lengo la kuchekesha au la kumfanya mtu mwenzake apige story. Basi darasani kunakuwa kuna utulivu kuliko huko. Hapa kuna jiografia, unasoma somo gani ile? Unasoma mada gani? Agriculture. Aha, ina faida gani hiyo agri? Yaani katika jamii yetu inatusaidia kufahamu nini aina za agriculture. Mazao ndio. Kilimo kina manufaa gani kwenye taifa la Tanzania? Inatusaidia kwa sababu kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wa taifa. Iseme wewe hiyo. Iseme sasa wewe. The backbone of national. Kwa Kiswahili. Ni uti wa mgongo wa Tanzania kifupi. Nakushukuru sana. Haya, namalizia na wawili watatu hapa. Kwa kweli nimekuwa na kuona kwamba mambo yanakwenda vizuri hapa katika chumba hiki. Nipo na bidada hapa, hacheki na yoyote. Yaani yeye hana huo muda kabisa. Wewe tunakufahamu kama nani? Mimi naitwa Maria Mwalidi. Na yasoma darasa la science. Kwa leo nasoma civics kwenye social culture party that hinder equal participation between men and women in the society. Ni kitu gani ambacho katika kusoma kupitia tarakilishi hapa umekipata leo hii? Ni vitu gani ambavyo vinakuhamisha hayo masuala mazima ya kwa wanawake? Vitu ambavyo vinakuhamisha masuala mazima kwa wanawake. Kwanza tukiangalia kwenye masuala ya female genital mutilation, kwenye masuala ya ukeketaji wa wanawake, vitu ambavyo vinafanya vitu vyote vitokee ni ukosefu wa elimu cha kwanza, kwa sababu mtu kama ukiwa una ujuzi, yani una elimu kwamba hiki kitu kina madhara gani, kwamba mfano female genital mutilation ina madhara, inasababisha vifo, watu wanapoteza damu, wakati wa kujifungua inasababisha maumivu. Kwa kama una elimu yote kuhusu hivi vitu, inaweza kusababisha ukamfanyia hivyo labda mtoto wako. Na kitu kingine, jamii, yani kwenye masuala ya mfano kama Wamasai yani wao jamii zao sasa hivi kwa sababu ya kuendelea kukua kwa science na teknolojia kidogo imebadilika, lakini zamani masuala ya ukeketaji kwao ilikuwa mila na desturi za jamii yao. Upo unajisomea mwenyewe tofauti na kwenye vitabu. Kuna tofauti gani kusomea tarakilishi tofauti na vitabu, na unajisikiaje kuwa miongoni mwa watu katika chumba hiki? Kuwa miongoni mwa watu kwenye chumba hiki najisikia vizuri. Na kusoma kwa kutumia tarakilishi inanisaidia sana kwa sababu kule nakuwa nafundishwa. Yani kama hivi nafundishwa bao, lakini huku najifunza kwa vitendo. Mfano labda tuseme kwenye history. Kuna movie ambazo kabisa zinafundisha. Yani kama mfano unasoma kuhusu historia, kuna movie kabisa zinafundisha. Sasa ukiziona zile, yani umejifunza darasani, unaangalia na zile, unakuwa unapata ujuzi kabisa, unajifunza, yani unaelewa. Kwa hiyo TEHAMA ni mambo safi kabisa. Safi kabisa. Ukipata nafasi ya kuishauri sasa serikali kuhusiana na uwekezaji katika TEHAMA kwenye shule zingine Tanzania, unawapa neno gani? Neno la kuwapa ni kwamba waongezee watoto yani vitu hivi, kwa sababu sasa hivi sayansi imekuwa na teknolojia, waongezee vitu hivi kama hizi kompyuta nini, waongezee watoto ili waweze wajifunze tu darasani, wajifunze pia na nadharia, kwa sababu nadharia inahitajika. Wajifunze na pia waone kwa vitendo. Hilo ndo naweza nikawashauri. Kwa hiyo wewe hapa isingekuwa tarakilishi, kuna vitu huenda ungekuwa huvifahamu vizuri. Kuna vitu huenda ningekuwa zifahamu, yani navisoma ila sijaviona, yani kwa kupitia ni kwa sababu unavyojifunza hapa unatumia mtandao, unaona yani vitu, yani mfano umekisoma kitu fulani, ukija huku ukiangalia na kweli unajifunza hivyo. Wewe sio miongoni mwa wani kama wani utapata wani ila sio ya 7. Single digit ya utaki? 7, 8, 9 au mpaka 10. Kuanzia 10. Wani inawezekana hata ya 7. Kwa nini ishindikane? Inawezekana. Sio una tarakilishi unayo hapa. Unapitia msuri mwenyewe, unajieleza, unajiamini. Kwa hiyo hata banda la 7 linawezekana. Sema banda la 7 linawezekana. Banda la 7 linawezekana. Ndio. Asante. Unaambia siku zote
katika kulenga unaambiwa lenga mwezi, ukikosa uipate nyota. Wanafunzi wakizungumzia mengi kweli kweli kuhusiana na masuala mazima matumizi ya tehama au ICT katika shule, ni suluhisho au ni changamoto? Uliona jibu lililotokea, lakini hapa tumeona kwa vitendo kabisa wanafunzi wakiwa wanasoma masomo mbalimbali kwa kutumia tarakilishi zilizopo hapa au kompyuta katika chumba maalum. Naamini kwamba serikali imezidi kuwekeza katika shule mbalimbali. Naamini kwamba ajira zinazidi kuongezeka, walimu wanaajiriwa, majengo ya madarasa yanaongezeka. Ufahamishe kwamba kuna zile shule 26 katika kila mkoa za wasichana za sayansi, lakini vile vile shule za kata katika kila kata zinazidi kujengwa, maboresho mbalimbali yanazidi kufanyika. Naamini kwamba maboresho yanapozidi kufanyika tukielekea katika matumizi ya tehama na tarakilishi kama hivi, wanafunzi wanasema wao wanafurahia kweli kweli, na sisi tumefika kuonesha kwa vitendo kupitia talanta. Naamini kwamba utakuwa umejifunza ulipo nyumbani kiongozi, lakini vile vile mwanafunzi, mzazi na vitu vingine vinaweza kuwa ni vya muhimu kweli kweli. Hata pale nyumbani mzazi unaweza kaamua sasa, mwanafunzi, mwanangu kama uwezo unaruhusu, unamnunulia tarakilishi yake, kompyuta yake, na kumweza kumpa mwongozo tuitumike katika nafasi hii, itakuwa na msaada tosha. Hii ndio maana zaidi ya talanta, darasa tosha, tuendelee kujifunza. Si bado unaendelea kutazama vingi vya kujifunza, umetazama vipawa mbalimbali hapo, umeshuhudia wakiwa nayavunja, na mimi mara zote huwa naonesha ule mfano na tukiwa nahitimisha hapa nitakuonesha ule mfano faafu. Sasa tupo na bidada hapa, unasema unaitwa nani? Gift Agustino Mushi. Aha. Sasa Gift, ulikuwa umetuandalia kitu gani? Nyimbo. Wimbo. Unaitwa wimbo gani huo? COVID-19. COVID-19. Haya basi, tunapata fursa ya kupata burudani kutoka kwa Gift, alafu narejea hapa. Haya, karibu. Voice kachini vo COVID-19 unapita ukai na mimi. Jesus my king, sasa tuogope nini? Ama wizard machini, magonjwa napiga chini. Sindishie mauti Bwana, uzima moyoni motisha, saluti uzima katetu. Alright, COVID-19 itapita kama 2019, Mathayo 16 kwenye easy travel 16. Usharakasi kwa kasi ongeza mateke. Nina amani na ndo maana na make makeke. Yeah, ikiitwa jam surprise, ndo maana hatushuki, bado tuna rise. Hatuwezi zama kama boya ndani ya maji. Kini bila yeye tungezama kama choni. COVID-19 itapita kama 2019. We gonna live, we gonna way, no fear. We gonna live, we gonna way. Mapepo crash so crazy kusubiri kwa kitambo. Still live na kanyange na nyuka na COVID-19 na kikata shinda mokozi iko nasi. I'm so feeling no change on me. COVID-19 kajishobokesha. Sisi bado tuko na mafudi juu ya mess. Hakuna cha kupoteza, tunang'aa tu. Hatuna wasiwasi, tunazidi panda juu. Damu ya Yesu yatufanikisha kupita kilengo. Si tunanyika kama Tanzania, Tanganyika, Afrika. Si tumegoma, hakuna ilo kali. COVID-19 itapita kama 2019. We gonna live, we gonna way, no fear. Na hakika imependeza
hapa katika shule ya sekondari ya Mtakuja, inaitwa Mtakuja Beach Secondary School. Imekuwa ni vyema kabisa kuwepo na wanafunzi na wamezungumzia masuala mazima ya TEHAMA, ICT ile kwa jumla kutumika shuleni inasaidia mambo gani. Umesikiza wanafunzi wakiwa wanabishana kwa hoja na mazungumzo mengine muhimu kabisa ambayo yamekuwa na faida. Wewe hapo mwanafunzi nyumbani, lakini vile vile mzazi, utakuwa umejifunza vitu vingi sana kutoka shuleni kwa wanafunzi. Mtakuja Beach Secondary School. Hapo uliokaa nyumbani utakuwa umefanikiwa vyema kututazama sisi hapa katika kipindi cha Talanta. Sasa kaditama mwa kipindi hiki, jina langu mimi ni Njoba Mwajibe, TBC. Ukweli na uhakika. Sasa kwa sababu ni ukweli na uhakika, salia hapo hapo, tazama vipindi vingine ambavyo vimeandaliwa kwa ustadi na maridadi. Mpaka kwa mara nyingine, chao.